Yes, mpenzi mtazamaji wa Angel Update, ni siku nyingine ambayo tunakusogezea habari kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambao bwana siku hii ya leo Chadema wao wanafuraha kweli kweli. Hata ukipita kwenye peji zao za mitandao ya kijamii, basi wamekuwa ni watu ambao wanafurahia siku hii ya leo, na pia wameweza kuposti kwamba siku hii ya leo vijana wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ni Bavicha wakafanya usafi kwenye maeneo yao. Hii bwana imekuja ni baada ya mahakama ya rufani kurejea uhuru wa kisiasa kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema baada ya kuvunja zuio lililokuwa limewekewa na mahakama kufuatia kesi zilizokuwa zinaendelea mahakamani. Katika kile kinachoweza kutajwa kama hatua kubwa katika uwanja wa siasa nchini Tanzania ni kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimepata ahueni baada ya mahakama ya rufani kuondoa zuio lililokuwa linakizi kushiriki kikamilifu shughuli za kisiasa. Uamuzi huo bwana umetolewa siku hii ya leo, siku ya Jumatano tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 2026, ukifuatia kikao kizito cha kisheria kilichofanywa chini ya jopo la majaji watatu waliobeba wakiongozwa na Agustino, lakini pia akisaidiwa na Isa Maige pamoja na Abraham Mwampashi. Majaji hao bwana walichambua kwa kina mwenendo mzima wa kesi, hoja za kisiasa, amri za maamuzi ya awali yaliyotolewa na mahakama za chini. Kwa mujibu wa maelekezo ya kina, hukumu hiyo bwana ya mahakama ya rufani iliona kuwa zuio la Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema la hapo awali ambao lilifanyika masjala ndogo ya jijini Dar es Salaam halikuwa na misingi wa kutosha kuendelea kuzuia chama hicho kufanya shughuli za kisiasa nchini Tanzania. So uamuzi huo bwana umewekwa wazi kuwa haki za kisiasa za chama hicho hazipaswi kubanwa bila sababu za madhubuti zilizokubaliwa kisheria. So chanzo cha mvutano huo bwana kisheria kinatokana na kesi ya msingi iliyofunguliwa na Saidi Isa Mohamed aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho kwa kushirikiana na wajumbe wawili wa bodi ya wadhamini kutoka Zanzibar, Ahmed Rashid pamoja na Hamis Maulidi Anakom, walalamikaji hao waliodai kuwepo kwa mgawanyo usiokuwa sawa wa rasilimali za chama kati ya Tanzania bara pamoja na kule visiwani Zanzibar. Madai hayo bwana madai hayo bwana yaliyotikisa uongozi na muundo wa ndani ya chama hicho. Kesi hiyo bwana ilipoanzwa kusikiliza katika mahakama kuu ya Dar es Salaam ilibua maswali mazito kuhusu uwazi, usawa wa uendeshaji wa rasilimali ndani ya vyama vya siasa. Katika hatua ya muda wa mahakama kuiwezesha zuio la muda lililozuiwa Chadema kufanya baadhi ya shughuli zake kisiasa, tuliyosababisha mjadala mkubwa katika kitaifa kuhusu nafasi ya mahakama katika masuala ya kisiasa. So hata hivyo mahakama ya rufani ilipochukua jukumu la kupitia mwenendo mzima wa kesi hiyo kupitia mashauri ya mapitio review, iliyogunduliwa mapungufu katika uamuzi wa awali, ikiwemo namna zuio hilo lilivyotolewa na athari zake kwa haki za msingi za kisiasa. Kwa msingi huo mahakama hiyo ikaamua kuondoa vizuio kwa mara moja kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. So uamuzi huo sasa unamaanisha kuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema inaweza kuendelea rasmi katika uwanja wa siasa bila vikwazo vya kisheria, ikiwemo kufanya mikutano, kampeni na shughuli zingine za kisiasa kama ilivyoainishwa na sheria za nchi. Kwa wachambuzi wa masuala ya siasa, hatua hii ni ya kihistoria, kwani inagusa mioyo pamoja na uwiano kati ya mamlaka mahakama na uhuru wa kisiasa. Wengi wanaona kuwa uamuzi huu unaweza kuwa na athari pana zaidi, si tu kwa Chadema bali pia kwa vyama vingine vya kisiasa nchini, hasa katika masuala ya migogoro ya ndani ya usimamizi wa rasilimali. Aidha, uamuzi huo bwana unatarajiwa kuongeza nguvu mpya ndani ya chama hicho, ambapo kwa muda kilikuwa kimewekwa vikwazoni vinavyoashiria operesheni zake. Wanachama na wafuasi wa Chadema sasa wanapata fursa ya kurejea katika shughuli zao kwa amri, huku macho yote yakielekezwa kwenye mwenendo wa kesi za msingi ambao bado ipo mezani. Kwa mujibu, hii si tuhuma ya kisheria bali ni tukio lenye uzito kwa kisiasa na kijamii linaloweza kuacha alama katika historia ya demokrasia Tanzania. Sasa kilichobaki ni kusubiri hatua zinazofuata ndani ya mahakama na ndani ya chama chenyewe. So hii ni Angel TV na hizi ni habari ambazo tunakusogezea kutoka pale jijini Dar es Salaam, ambapo siku ya leo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimekuwa huru kufanya shughuli zake baada ya takribani miezi kadhaa kuwa kizuizini. Kumbuka kuwa bwana pia
Mwenyekiti wa chama hicho bado yupo gerezani, ambapo tayari ashatimiza mwaka mmoja tangia alipokamatwa pale nadhani mkoa wa Ruvuma kule Songea, akiwa anakabiliwa na kesi inamkabili, kesi ya uhaini, na kesi inaendelea mahakamani. Na Angel TV tutazidi kukupa update ya kile kitakachokuwa kinajiri kule mahakamani, ambapo mpaka sasa kesi yake bado haijatajwa siku na muda ambao itasikilizwa tena. Nikutakie wakati mwema, na hii ni Angel TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare video zetu na kutoa comment pale ambapo unaona panahitaji marekebisho. Nikutakie wakati mwema.